sexual offense bill inakuja na ni nzuri sana, na wale ambao wako kule nje, ule wenu mwisho wenu umefika, na sisi tutachukua stand measures ambayo itakuwa very drastic ndio tuweze kuweza kumaliza hizi dhulma ambazo wanafanyiwa kina mama na watoto wa kike na hata watoto wa kiume. Tumeona watoto wadogo wamekuwa defiled, mtoto anakuwa defiled na kocha wake wa mpira. Anadanganya watoto, nenda kuwafunza mpira. Hapa Mombasa tumepata 2 cases. Makochi tu, sio wote, wengine ni wazuri, lakini kuna baadhi wamekuwa kidefile watoto wa kiume. Sasa mtoto wa kiume unamfanyia hivyo, unamharibia maisha yake kabisa, kisha unataka ati sisi tukikukata sehemu nyeti muende mkatuletea watu wafanye maandamano. Watafanya maandamano sana, lakini sisi tunamfikiria huu mtoto ambaye ameharibiwa maisha yake itakuwa vipi. Na mtu akishadhulumiwa hivi psychologically, niseme kama daktari, anakuwa ametiwa kidonda ambacho huenda kikawa hata kidonda sugu hakiponi, anachanganyikiwa maishani. Kwa hivyo ni muhimu sana serikali ichukue mikakati inayowezekana kuzuia mambo haya. Jambo la pili, wamepewa ufadhili hapa wa bure wa marketing na design zao za marketing material zitafanywa na courtesy of AHF for free, na tuna ndugu mwenzetu hapa amejitolea kuwatengenezea mitandao yao ili waweze kuzieneza kwenye mitandao. Pia atawatengenezea hiyo mitandao bure. Kwa hivyo hawana sababu yoyote ya kuregarega mtaani. Mashirika zingine ama other stakeholders who are really supporting the young generation, especially the girl child, tunawashukuru sana, and tuendelee tu hivyo hivyo. As an empowered girl child is an empowered society, so we're really happy for that, and we promise not to niko sure mtatupata tukiregarega pale mtaani tena. Mambo ya madawa ya kulevya na kujipata kwa mimba za mapema, we are trying also to regulate that. Kama tuko busy tukifanya hizi vitu, hatutapata muda wa kufanya hizo vitu zingine kule mtaani.